I want to give you more practical understanding. Nataka nikupe ufahamu hapa kimatendo ama when we say understand God better, tunaposema kumwelewa Mungu vizuri, I don't telling you just write his name down. Simaanishi kwamba uandike jina lake chini. Jesus Christ, uandike Yesu Kristo, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, God of Israel, Mungu wa Israeli, I am who I am, niko ambaye niko. No, I'm not talking about those words. Sizungumzi mambo hayo. Learn to understand how God operates. Jifunze kujua namna Mungu anafanya mambo. To know God better, kumjua Mungu vizuri, is to understand how he operates. Ni kuelewa namna yeye anafanya kazi. When you understand how God operates, unapoelewa namna Mungu anafanya kazi, then you have understood him better. Hiyo inaonyesha kwamba umeshamuelewa vizuri. This phone here, hii simu hapa, is a, we call it smartphone. Tunaiita simu janja. I normally use this phone daily. Huwa naitumia simu hii kila siku. But I want to tell you, lakini nataka nikwambie, maybe yamkini, with all my knowledge and ujanja, kwa ufahamu wangu na ujanja wangu wote, I've maybe discovered maybe 30% of how it operates. Yamkini takuwa nimeelewa tu 30% ya namna inafanya kazi. If I've done well. Kama ikiwa nimeelewa sana. So saying I know this phone better, kwa hiyo kusema naijua simu hii vizuri, it doesn't mean that I know this is Samsung. Haimaanishi kwamba najua hii ni Samsung. Galaxy 2624. Kwamba hii ni Samsung Galaxy 24 ama 26. iPhone macho matatu, macho manne. iPhone ya macho matatu manne. Knowing the name and knowing the shape, kulijua jina na umbo la kitu, without knowing how it does operate, bila kujua namna kitu hicho kinafanya kazi, you does not understand it. Bado haujakielewa kitu hicho. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So to know God better, kwa hiyo kumjua Mungu vizuri, is to understand how he operates. Ni kuelewa namna anafanya kazi. And when you understand how he operates, na unapoelewa namna anafanya kazi, fear flee away. Hofu inaondoka mbali yako. Devil lack a place to step in your life. Adui anakosa mahali pa kushuka ama kukaa kwenye maisha yako. Maybe I give an example of Daniel, Meshach, Shadrach and Abednego. Labda nikupe mfano wa Daniel, Shadrach na Abednego. They knew God, how God operates. Walijua namna Mungu hufanya mambo. They saw the fire. Wakauona moto. They saw how it was burning. Waliuona namna uliwaka, ulikuwa umewaka. And the king came to them. Na mfalme akawajilia. And asked them. Akawauliza. Who is going to save you? Ni nani atakayewaokoa? Don't you see this fire? Hauoni moto huu? Don't you see the life how it does? Hamuoni namna ambavyo moto umewaka? Don't you see life how it is very hard? Je, hauoni namna ambavyo maisha ni magumu? Don't you see how the world is confusing? Hauoni namna ambavyo ulimwengu unachanganya? Don't you see it? Je, hauoni? You are keeping going to church? Unaendelea tu kwenda kanisani daily, kila siku, giving your money to the church. Ukitoa sadaka na pesa zako kanisani. You should serve the money you are spending to the church. Ulipaswa utunze zile pesa unatoa kanisani. You are giving tithe and offering. Unatoa mafungu ya 10 na sadaka. That's a lot of money. Hizo ni pesa nyingi. You are making pastors rich. Mnafanya wachungaji kuwa matajiri. But they forgot. Wanasahau. If they are not going to give to church, kwamba isipokuwa wametoa kanisani, they are going to give to the barmaid. Wataenda watolee kule wale barmaid. They are going to make breweries rich. Wataenda kuifanya breweries kuwa tajiri. They are going to make cigarette company rich. Watafanya makampuni ya sigara kuwa tajiri. They are going to make football players rich. Wataenda kuwafanya wachezaji wa mpira kuwa matajiri. They are going to spend that money in another way. Wanaenda kutumia pesa hizo kwenye mambo mengine. You know, when they are going to bar, unajua watu wanapokuwa wanaenda bar to drink beer, kwenda kunywa pombe, they buy the beer, wananunua zile pombe, they pay the bills, wanalipa zile bills. But unfortunately enough, sasa bahati mbaya, the barmaid does not teach them. Wale wahudumu wa baa hawawafundishi. They don't tell them you live right with God. Hawawaambii kwamba ishi vizuri na Mungu. They don't tell them live right with people. Watawaambia tu kwamba wewe ukae vizuri na watu. They don't tell them live right with your family. Hawawaambii kwamba uwe na tabia nzuri na familia yako. They tell them, can you add more beer? Wanawaambia tu unaweza kuongeza bia chache. Can I give you more tot of whiskey and wine? Je, tuongeze chupa nyingine ya whiskey na wine? This is much better, you can have it. Kwamba hii ni kitu zaidi kizuri unaweza kuwa nacho. When they finish this match, wanapomaliza mechi hii, they go to another Simba and Yanga.
wanaenda mechi nyingine ya Simba na Yanga, then they go to World Cup. wanaenda kombe la dunia. The world is consuming. Ulimwengu unakula vingi zaidi. It is easier to speak against pastors. Ni rahisi sana kuzungumza kinyume cha wachungaji. But I have never seen a pastor sijawahi kumwona mchungaji who is rich ambaye ni mtajiri more than breweries companies. Zaidi ya kiwanda cha pombe cha breweries. Even those fake pastors who rob to people. Hata wale wachungaji feki wanaodanganya watu. They steal from people. Wanadanganya watu. But they have never reached breweries companies. Hawakuwahi kuwa na utajiri zaidi yale makampuni ya bia. They don't have money like Ronaldo. Hawezi kuwa na pesa kama Ronaldo. Who make Ronaldo rich? Ni nani anamfanya Ronaldo kuwa tajiri? People. Ni watu. Ronaldo is a pastor of some people. Ronaldo ni mchungaji wa watu fulani fulani. Lionel Messi is a pastor to some people. Hata Messi ni mchungaji wa watu kadhaa. Maybe you have been paying money goes to Messi. You buy Smartica, you go to betting, you do all of those. Unanunua yale matangazo yanayopromote michezo, makampuni ya kubetting. And then all of this money goes to the players. Hizo pesa zote zinaenda kule kwa wachezaji. It is easier to speak against men and church. Men of God and church. Ni rahisi sana kuwasema vibaya watu wa Mungu kanisani na kanisa. But the good thing is, lakini jambo jema hapa ni kwa when you come to church, unapokuja kanisani, you give your money, little money to church. Unatoa hela yako kidogo kanisani. In the church, kanisani, we are telling you, tunakuambia, fear not. Usiogope. In the church, kanisani, we are telling you, tunakuambia, God loves you. Mungu anakupenda. In the church, kanisani, we sing together. Tunakaa pamoja. We dance together. Tunacheza pamoja. We celebrate each other. Tunafurahiana. And we take away fear. Na tunaiondoa hofu yote. And we become sober. Na tunakuwa watu majasiri. And continue to live. Na tunaendelea kuishi. And we cast out fear. Na tunaisukuma hofu yote. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. So fear not. Kwa hiyo usiogope. Fear only God. Mwogope tu Mungu. Fear nobody. Usimogope yeyote. Fear nobody. Usimogope yeyote. Fear nobody. Usiogope yeyote. Fear nobody. Usiogope yeyote. Only fear God. Mwogope tu Mungu. Hallelujah. Amen. Fear nobody. Usimogope mtu. Fear nobody. Fear nobody. Usimogope yeyote. Just love people. Wapende watu. Encourage them. Watie moyo. Hallelujah. Hallelujah. I was seeing a little memes in internet, in a media. Nilikuwa naona ujumbe mfupi chache kwenye mitandao. A little boy was there sitting. Kijana mmoja alikuwa yuko mahali amekaa. Put himself smart. Amevaa vizuri. And he was interviewed. Na alikuwa anaulizwa maswali. And the man asked him, how did you come to become very successful in life? Na wakawa wamemuuliza kwamba umewezaje kufanikiwa namna hii katika maisha? And he said, akawa amesema, I don't argue with the people who does not like me. Mimi huwa sifanyi mijadala na watu ambao hawanipendi. When they oppose me, wakinipinga, I said okay. Ninasema tu sawa. I smile. Nafurahi. When they say you are nobody, wakiniambia wewe si chochote, I say okay. Nasema sawa. It changed nothing. Haibadilishi chochote. So I think about that. Kwa hiyo nikawa nimefikiria kuhusu hilo. Think about God. Fikiria Mungu. Don't fear people. Usiogope watu. Even don't fear the government. Usiogope hata serikali. Love the government. Pende serikali. Do what the government is saying. Fanya kile serikali inasema. Live according to the law. Ishi sawa sawa na sheria za nchi. Fear nobody. Usiogope yeyote. Even don't fear devil. Hata usimogope shetani. Devil is a small thing before God. Shetani ni kiumbe kidogo mbele za Mungu. Is too big when you have no God. Ni mkubwa kama huna Mungu. But is too small when you have God. Lakini ni mdogo ukiwa na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. All challenges are small with God when you have God. Changamoto zote ni ndogo ukiwa na Mungu. But when you have no God, lakini wakati huna Mungu, challenges are bigger. Matatizo na changamoto zinakuwa kubwa. Zinakuwa kubwa zaidi. And bigger and bigger. Na zinaendelea kuwa kubwa. There was a time when I was fighting against the devil. Kuna wakati nilikuwa napingana sana na ibilisi. And devil want to kill my children. Na ibilisi akawa anataka kuua watoto wangu. And I fought against him. Na nikawa nimepingana naye sana. Eventually I give up. Baadaye nikawa nimekata tamaa. Do you want to know what I said to the devil? Unataka ujue kile nilimwambia shetani? Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. My children were getting sick.
Watoto wangu walikuwa wanaugua. They want to die. Wanataka kufa. They were in a bad condition. Kwa kwenye hali mbaya. And I tell the devil, nikamwambia shetani, if you kill this one, kama utaua huyu, I'll give more birth to many children. Nitazaa wengine wengi zaidi. And you know what? Na unajua nini? From that time, kutokea wakati ule, I stopped fearing niliacha kuogopa that my children are dying. Kwamba watoto wangu watakufa. And from that time, na kutokea wakati ule, they don't get sick. Hawaumwi tena. They get just small sick. Wanaugua tu homa za kawaida. Devil comes against me and he want to kill my wife. Na baadaye shetani akaja anataka kuua mke wangu. She was about to die all the time. Alikuwa ni kama anataka kufa kila wakati. And I tell the devil, nikamwambia shetani, if you kill this woman, ukiua huyu, I will marry another woman. Taoa mwingine. One time I told her, kuna wakati nilimwambia, if you die I will marry. Kama utakufa nitaoa. She said, you don't love me. Akasema unipendi basi. So the bad thing is haraka. Jambo baya ni kwamba alisema kwamba nitaoa haraka. Bwana asifiwe. There's no need to stay alone. Hakuna namna ama maana ya kukaa mwenyewe. If there is a lot of sisters and brothers. Ikiwa kuna vijana wa kiume na wa kike wengi. I told her if I die, nilimwambia kama nikifa, get married. Olewa. You don't like that. Haupendi hilo. You know, when you are fearing too much about your wife, kwa hiyo ukiwa unaogopa sana au unahofu sana kuhusu mke wako, that she is going to leave you, kwamba ataenda kukuacha, she is going to die, anaenda kufa, she is going to do this and that, ataenda kufanya hili ama lile, then the devil goes to that area. Sasa shetani anachukua udhibiti wa eneo hilo, where you fear the most, pale unapoogopa sana. But when you say it's okay, lakini unaposema sawa tu, then the devil knows you don't care. Sasa shetani anajua tu kwamba kumbe haujali. So I tell the devil, kwa hiyo nikamwambia shetani, don't disturb me too much. Usinisumbue sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Do you know there are people who lost their beloved? Hivi unajua kwamba kuna watu ambao wamepoteza wapendwa wao? There are people here lost their husband. Kuna watu wako hapa wamepoteza waume zao. Do you know people who lost their children? Je, unajua watu ambao wamepoteza watoto wao? Did they die? Je, na wao wamekufa? I want to ask you, where nataka nikuulize. Hallelujah. Amen. Did you know that there are people who lost their cars? Je, unajua kwamba kuna watu wamepoteza magari yao? They lost their work, their job. Wamepoteza kazi zao, ajira zao. They lost their businesses. Poteza biashara zao. But they are still living. Lakini bado wanaendelea kuishi. Why are you too much? Why are you fearing too much? Kwa nini wewe unaogopa sana? And I tell the devil, nikamwambia shetani, you'll never. Hautawahi. And I tell the devil, nilimwambia shetani, anything will happen to me, chochote kitachonitokea, I still have God. Bado nina Mungu. If you push me too much to sin, ukinisukuma sana to sin, kufanya dhambi, there is still a blood of Jesus. Bado damu ya Yesu iko kwa ajili yangu. If to push me too much, kama utanisukuma sana, and I get bankrupt, nikaishiwa kabisa, and I lose everything, na nikapoteza kila kitu, still God is there and the blessings of God is still abundance. Bado Mungu yuko pale na baraka zake bado zipo na utele wake upo. But it is not only that. Na si hivyo tu. If even you push me too much, hata ukinisukuma sana, until you killed me, pako kaniua, still bado I lose nothing. Sijapoteza chochote. I'll go to heaven. Taenda mbinguni. Then the devil leave me a while. Baada ya hapo adui akaniacha kwa muda. You want to be free? Je, unataka kuwa huru? Fear nothing. Usiogope chochote. Fear nobody. Usiogope yoyote. Don't fear any situation. Usiogope hali yoyote. Don't fear anything. Usiogope chochote. You just be right with God. Wewe tumlingane Mungu and live na uishi according to his word. Sawa sawa na mapenzi yake na sheria zake. Hallelujah. Hallelujah. Can you clap for him? Je, tumpigie Yesu makofi. Makofi mazuri. Hallelujah.